Amesimama kwenye lango la chuo cha kiufundi cha Eldoret kwa miaka 7 sasa, ambapo wanafunzi wa hapa wanayajua machache sana kumhusu. Ana safari pana na maono dhabiti ya kesho yake, huku dunia inapoadhimisha siku ya wanawake. Anasema kauli mbiu inapaswa kuwa kujituma na kutokata tamaa, kwani yote yawezekana. Wasichana wadogo ama young girls, ya kwamba mtu asiluso. Even me, I'm 35 years old, but I'm still studying, so age is not a matter. Alizaliwa na kukuzwa katika vijiji vya Elgeyo Marakwet akiwa msichana mdogo mwenye ndoto ya kujiunga na jeshi la taifa. Hata hivyo, Janet pia alitamani kufanya kazi katika sekta ya benki iwapo ndoto yake ya kuwa kwenye jeshi la nchi haingetimia. Baada ya kumaliza masomo ya shule ya upili, alijiunga na National Youth Service yani NYS, huku ndoto yake ya kuwa miongoni mwa vikosi vya usalama ikiwa hai moyoni mwake. Alipopata nafasi ya kusoma, alipelekwa NYS hata ambako alisomea diploma ya teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, hatua anayosema ilikuwa mwanzo wa kufanikisha ndoto yake. Wakati tulichoose courses tulikuwa training. Nikachoose accounts, sikufanikiwa kupata, nikapewa ICT, but sikuluso nikafanya. Baada ya kuondoka NYS, hata Sudi ilimwangukia na kupata mchumba kule Pokot Magharibi mwaka wa 2013. Mapema mwaka wa 2017 alifika mjini Eldoret kusaka ajira, ikiwa ni miaka 4 baada ya kujitosa kwenye ndoa. Anakiri jinsi mumewe amekuwa taa na chachu ya mafanikio yake, kwani aliposhauriana naye kuhusu wazo la kwenda kutafuta riziki, alimwelewa jinsi anavyosimulia. We have to talk with my husband. Nakakubali nikuja nifanye kazi. Ni wakati nilikuwa na mtoto mdogo. Nakakubali. Mwaka wa 2018 alipata kazi ya ulinzi katika chuo cha anuwai cha Eldoret, na anaelezea jinsi familia yake pamoja na taasisi hii zimemfaa kwa msaada mkubwa. Mnamo Januari mwaka 2019 alijiandikisha kusomea diploma ya uhasibu na fedha katika chuo cha kiufundi cha Eldoret. Safari yake ya masomo haikuwa rahisi, lakini alidhamiria kufanikisha ndoto aliyokuwa nayo. Ilikuwa ngumu juu unapata sasa classes ni mchana, siji ya jioni. But wacha job niseme niende class, hapana. Ile masiku nilikuwa off, nilikuwa naingia class. But wakati wa exam nilikuwa na request. Yes. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani, Janet anasisitiza kuwa umri sio kikwazo na wasichana wote wanapaswa kujitahidi kufanikisha ndoto zao. Baada ya safari ngumu na changamoto chungu nzima, hatimaye alihitimu katika diploma ya uhasibu na fedha mwaka wa 2021. Hamu ya masomo zaidi ilimsukuma kujiandikisha kwa shahada katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki, The Catholic University of East African Eldoret Campus, ambako alihitimu kwa daraja la first class lower, akipoteza alama moja tu kufika first class hapa. Niliendelea niende juu, niongeze masomo. 2022 Januari nikaenroll degree course, Bachelor of Commerce Accounting option at Catholic University of Eastern Africa. 2022 nikamaliza 2024 August. October nika graduate with the second class upper, just missing 1 point to first class. Yes. Janet anasisitiza kuwa mpangilio mzuri wa maisha ni jambo muhimu zaidi. Anahamasisha wanawake wote kushabikia kazi zote bila kubagua, kwani mkulima habagui jembe. Janet amesema ni wakati wa serikali kulinda wanawake kutokana na dhuluma za mila potovu, akitaja ukeketaji wa wasichana yani female genital mutilation kuwa tatizo kubwa na kikwazo kikubwa kwa wasichana wanaotaka kufanikisha ndoto zao. Kama wasipokuwa na Elgeyo Marakwet, FGM in the last 10 years tumeona ili reduce around 90%. So those 10% naomba serikali bado ingilie. Mlinzi mwenye uzoefu, Janet anaamini kuwa mbingu ndiyo kikomo, na anasema masomo yake ya muda yamejenga maisha yake kwa kiasi cha haja.
ndoto yake ikiwa kuendelea kusonga mbele hadi apate nafasi anayostahili, pia lengo lake kuu likiwa kuwa mhasibu aliyefuzu na anaamini siku moja itatimia. Huku ulimwengu kiadhimisha siku ya wanawake duniani, Janet Kiplagat ambaye ni miongoni mwa wanawake ambao wamejitokeza kutoka kwenye jamii ya mila potovu, anaelezea jinsi mafanikio yake yameweza kupatikana kupitia juhudi zake, na akieleza kwamba safari yake ya ufanisi anazidi kuwa na matumaini ya kupata mafanikio zaidi maishani. Nikiripotia Kenya Coastal News, mimi ni Sharif Gala.